Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Mungu Baba aliye hai, na kukaribisha katika ibada hii ya maombi na neno la Mungu. Ni ibada fupi ya maombi na neno la Mungu, kwa sababu neno ndio nguzo yetu na neno ndio taa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ulipo, mimi ni Mama El wa Jesus is the Way, na kukaribisha sana, na Mungu akubariki sana, na kwenda kuomba kwa ajili ya ibada hii. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Asante Mungu Baba unayetupenda, unatuwazia mema usiku na mchana. Baba nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja anayesikia sauti hii Bwana. Mungu ninaomba sauti ikawe sauti yako Bwana, yenye kusema na watoto wako Mungu usiku na mchana. Yesu mwana wa Mungu, nasema asante Baba. Kwa jina lako Bwana Yesu tunakusanyika Bwana, tukiliitia jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa maana Mungu umesema midomo inaungama jina lako inatoa dhabihu kwako Bwana. Midomo inaungama jina la Yesu inatoa dhabihu kwa Mungu, ndivyo imeandikwa katika neno lako Baba. Umesema Baba, tukiliitia jina lako Baba tutaokolewa. Baba, tunaungana pamoja, tunaliitia jina lako Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunaliitia jina lako Baba, tunahitaji kuokolewa, mfalme wa amani. Baba nakushukuru kwa uaminifu wako Baba. Asante kwa kutupa nafasi ya upendeleo Mungu. Asante Baba yangu wa mbinguni. Baba, ninaichota damu yako ya agano jipya Bwana Yesu, kama kuhani wako Mungu patakatifu pako Bwana. Katika jina la Yesu ninamwaga damu ya Yesu Kristo ya agano jipya kwenye kila kabila, kwenye kila lugha, kwenye kila jamaa, kwenye kila taifa, kwenye kila ardhi. Ninamwaga damu ya Yesu Kristo ya agano jipya. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Asante Bwana Yesu kwa ukuu wako. Asante Bwana Yesu kwa rehema zako. Neema yako Mungu ni kubwa sana Bwana. Baba asante. Roho Mtakatifu na kusihi upate kufungua akili zetu, tupate kulielewa neno lako Bwana. Na Mungu, kama ulivyosema katika Zaburi 107 mstari wa 19 na wa 20, ya kwamba Bwana, tulipokulilia we Baba, ulilituma neno lako Mungu litutoe katika maangamizo yetu yote Baba. Yesu, tazama vilio vya watoto wako Bwana, na hili neno Mungu linaloshuka katika mioyo yao Baba, likawatoe katika maangamizo yao yote Mungu, sawa sawa na ahadi yako Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hakika Kristo ndiye Bwana. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Na achilia akili zetu Mungu, na kusihi Roho Mtakatifu ukapate kuzifungua, zikapate kuelewa maandiko yako Baba, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi nasema na kukaribisha sana, na mshukuru Mungu kwa ajili yako. Ni lazima utambue hii ni nafasi moja ya ajabu sana na ya upendeleo, kwa sababu Mungu amekupendelea wewe kulisikia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6, na neno hili ndilo ambalo tunakwenda kulisimamia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema tumtumaini kwa mioyo yetu yote, wala tusitegemee akili zetu. Mungu ametupa akili tuzitumie, lakini hakutupa akili ili tuzitegemee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupa akili upate kuzitumia, maarifa upate kuzitumia, lakini hataki tuzitegemee akili zetu. Anataka tumtumaini yeye, tumtegemee yeye Mungu. Tujue kwamba yeye ni Mungu, na anasema tutakapomtumaini na kumtegemea yeye katika njia zetu zote, na kumkiri Mungu Baba, na kumkiri yeye kwa vinywa vyetu kwamba anaweza, ndipo atakaposimama. Anasema katika mstari wa 6, naye atayanyosha mapito yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza nini hapa watoto wa Mungu? Tunajifunza kwamba unapochukua hatua, ni lazima tuchukue hatua ya kwamba sasa ninataka nimtumaini Mungu, nimtegemee yeye. Haijalishi ni wapi unapita, lazima uchukue hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kumtumaini na kumtegemea Mungu, ya kujua kwamba yeye yupo,
Tena anasema mimi ni Mungu ninayewapa thawabu wale wote wanaonijia mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anasema katika neno lake ya kwamba tusizitegemee akili zetu. Nisikilize mpendwa. Katika pito lako, katika giza hilo unaloliona, unaona unachoka kwa sababu gani? Unategemea akili zako. Kwa hiyo kama unazitegemea akili zako, ni umeenda kinyume na neno la Mungu. Mungu hakuziumba hizo akili, hakukupa ili usitegemee. Amekupa hizo akili ili uzitumie, lakini umtegemee Mungu katika kila hatua yake. Mwambie Mungu na kuamini, Mungu na kutumaini, Mungu na kutegemea. Hata katika hili giza sioni mbele yangu sioni. Daudi alisema hata moyo wangu unapokuwa na uoga, ni kwako Mungu ninakimbilia. Ni nani Mungu aliyekukimbilia akaaibika akapata haya? Hakuna hata siku moja aliyemkimbilia Mungu akaaibika. Nitaendelea kumshuhudia Mungu kwa matendo yake makubwa aliyonitendea. Kwa mapito niliyoyapitia na mkono wa Mungu kanitoa na ukanigusa na nimemuona Mungu. Na mimi ninakushuhudia kwa ujasiri kabisa ya kwamba Yesu yupo. Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninaomba kuanzia leo hii unapolisikia neno hili, liingize imani ndani yako na ile imani iambatane na matendo. Tunakwenda kuomba. Ikiwa ulikuwa unasikia hali ya kuchoka, tunakwenda kumwambia Mungu tufundishe kukutumaini. Kwa sababu kuna wakati unaweza ukapita sehemu ukaona sasa hujui, unamwambia Mungu nifundishe kukutumaini. Mungu nifundishe kukuabudu katika roho na kweli. Mungu nifundishe kukutegemea. Baba, hizi akili zangu Baba na inyunyiza damu ya Yesu. Unamwambia Mungu. Na ndivyo tunachoenda kumwambia Mungu sana wakati kama huu. Na baada ya maombi haya, nguvu, Mungu atupae nguvu katika Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kwa sababu ile nguvu iliyomfufua Kristo, ile nguvu iliyomfufua Yesu pale juu msalabani, ndio nguvu ambayo inakwenda kufufua akili zetu na mioyo yetu na roho zetu. Mungu anasema atatufufua hata na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninakwenda kuomba. Mimi ninakwenda kusimama kama kuhani kwa ajili yako wewe unayenisikiliza, na upate kujua kwamba hili neno limefika ili lipate kukuokoa. Sawa sawa na Zaburi 107 mstari wa 19 na wa 20. Walipomlilia Bwana, akawasikia, akalituma neno lake lipate kuwaokoa na kuwatoa katika maangamizo yao yote. Kwa Mungu amelituma neno juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakwenda kuomba. Asante Bwana Yesu. Yesu, tunakuita mfalme wa amani. Yesu, nakuita baba yangu wa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu naye keti mahali pasiri palipoinuka patakatifu pa patakatifu. Bwana Yesu, ninainua mikono yangu juu Baba. Ninapiga magoti Mungu, ishara ya mimi kutafuta msaada wangu kwako uliyezifanya mbingu na nchi. Usiacha miguu yetu isogezwe Jehova. Usinzi ulali usiku na mchana, wewe ni Mungu. Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka nilio nayo ndani yako Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu yako ya agano jipya iliyomwagika pale juu msalabani, Bwana Yesu, nasimama kama kuhani wako Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kama kuhani wako Mungu na mtoto wako wa kifalme, sawa sana Ufunuo 1 mstari wa 5 na wa 6. Asante Mungu kwa nafasi ya upendeleo Bwana. Nalitukuza jina lako Baba, kwa maana umesema kila aliye ndani ya Kristo amefanyika kuhani na mwana wa kifalme. Na mimi sasa Mungu ninasimama katika nafasi yangu ya kuhani Bwana, katika damu ya Yesu Kristo ya agano jipya. Bwana Yesu, ninaingia patakatifu pako pasipoumbwa na mikono wanadamu. Naingia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na hakuna wa kunizuia kuingia patakatifu pako Bwana Yesu. Hakuna wa kunizuia kuingia patakatifu pako Mungu, kwa maana ile damu yako Kristo imekwisha fungua njia. Ninaingia Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, nasimama kama kuhani uliyenisimamisha katika dunia hii Bwana. Umeniweka Mungu kwa ajili ya jina lako Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Umeniweka Baba kwa ajili ya ufalme wako, mfalme wa amani. Na mimi Mungu ninasimama Baba sana wakati kama huu
kwa ajili ya kila taifa, kwa ajili ya kila lugha, kwa ajili ya kila jamaa, kwa ajili ya kila mkusanyiko Bwana, kwa ajili ya kila kabila, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, nimeingia patakatifu pako, nimeibeba damu yako Bwana kama sadaka. Mungu, sijaingia mikono mitupu, nimeingia na damu ya sadaka ya Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nikishuka kwenye kiti chako cha rehema na neema Bwana, ninaomba toba Mungu kwa ajili yangu Baba, katika jina la Yesu, na familia yangu Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na watu wa nyumbani kwangu. Ninaomba Mungu upate kurehemu Bwana, usamee dhambi zetu na uovu wetu na uasi wetu Baba, na uovu wa mababa na wa mama zetu, mabibi na mababu, vizazi 400 vilivyopita, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu mwana wa Mungu, nakuita Bwana. Umesema kila atakayeliitia jina lako Baba ataokolewa. Yesu mwana wa Mungu, nakuita Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uweponi mwako Bwana nataka niwe Baba. Baba, ninakuja kwako Baba, ninaomba rehema zako Mungu ziwe juu yetu, katika jina la Yesu. Umesema Mungu na tusamee maovu yetu na dhambi zetu kwa ajili yako mwenyewe Bwana. Baba, nakusihi upate kurehemu sasa Baba. Ninaomba nafsi zetu, roho zetu, maisha yetu atakasike kwa damu yako ya agano jipya Baba. Asante Mungu kwa kuwa umesamee Baba, na damu yako ya utakase ikapate kupita maeneo yote ya maisha yetu katika jina la Yesu. Asante Mungu, kama kuhani wako najichovya ndani ya damu yako takatifu, najiweka wakfu kwa ajili ya kazi yako Mungu, kwa ajili ya ufalme wako Baba. Najiweka wakfu katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo agano jipya Baba. Nasimama sasa kwa ajili ya watoto wako hawa Bwana, wenye kuisikia sauti hii, kwa maana Mungu sauti ni sauti yako, mfalme wa amani Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu Bwana, kwa ajili ya baba huyu Bwana, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya msichana huyu Baba, kwa ajili ya watoto hao Bwana, kwa ajili ya bibi huyu na babu huyu, mfalme wa amani. Yesu mwana wa Mungu, ninaomba toba, ninaomba rehema Bwana. Upate kusamehe Mungu dhambi zao na uovu wao Baba. Upate kuwarehemu watoto wako, mfalme wa amani. Mungu, kumbuka neno lako nalo lisema Baba, ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajinyenyekeza na kutubu na kuziacha njia zao mbaya, utasikia kutoka huko juu mbinguni Baba, na kuiponya ardhi yao Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo ya agano jipya Mungu, kwa jina la Yesu Kristo lilopita majina yote Baba, na kuita mfalme wa amani. Na aliitia jina lako Mungu, nikiomba toba, naomba rehema kwa ajili ya watoto wako Baba, watakatifu wako Mungu Baba, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Yesu mwana wa Mungu, ikiwemo madhabahu ya Jesus is the way. Mungu, kamrehemu kila mmoja Bwana, ukarehemu Mungu watoto wako Baba. Umesema kondoo wako wataisikia sauti yako Baba, na wataifuata Baba. Mungu, nakusihi kwa ajili ya watoto wako Bwana. Tazama watoto wako wametenga muda kusikiliza neno lako lililo hai Baba. Mungu, ninaomba Bwana wasitoke kama walivyo Bwana, kwa maana hili neno limeshuka Mungu. Umesema litakurudia wewe bure Baba. Umetufundisha Bwana Yesu tukutumaini wewe Mungu kwa mioyo yetu wote Baba. Baba, ninasema asante kwa maana tunakutumaini Bwana. Baba, ninaichota damu yako Mungu na kumwaga katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, uovu wao Mungu na uovu wa mababa na wa mama na mabibi na mababu Mungu, vizazi 400 vilivyopita Baba, ukapate kurehemu na kusamehe Baba. Kitu chochote kilichofungulia mlango na adui amepata upenyo wa kuingia kwenye maisha ya watoto wako Mungu na kuyashika kwa jinsi yote ile Bwana, na mimi Mungu ninasimama katika damu ya Yesu yenye kushughulika na malango yote ya kiroho, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninaomba toba, ninaomba rehema Bwana, kwa damu ya mwana kondoo Mungu Baba, upate kurehemu. Rehemu Bwana, rehemu uovu wote uliopita kwenye ardhi zao Baba, na kuingiza laana juu ya watoto wako Baba. Imeingiza laana kwenye kila mahali wanapokanyaga nyao zao Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo agano jipya naomba upate kurehemu, mfalme wa amani. Ipo damu ya Yesu yenye kushughulika na historia za maisha yetu, kwa maana imeandikwa ni damu iliyomwagika tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lipo neno la Mungu ambalo kila kitu kiwazi mbele ya neno hili Bwana. Tazama Mungu, mawazo yako wazi sasa Bwana, na kila kitu ilo giza Mungu Baba halina nafasi katika neno lako Bwana.
Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa msamaha Bwana. Damu yako ya utakaso Bwana inapita sasa Bwana. Kwa maana kwenye msamaha kuna ukombozi, kwenye msamaha kuna kufunguliwa, kwenye msamaha ndipo Mungu nashuka kwa sifa na utukufu wa jina lako. Baba, nasema asante kwa uaminifu wako Bwana. Baba, ninakuja kwako Mungu nikikusii Baba, utufundishe kukutumaini, utufundishe kukutegemea kama ulivyoahidi katika neno lako Bwana, kama ulivyosema ya kwamba unahitaji tukutumaini wewe kwa mioyo yetu yote. Tusitegemee akili zetu Bwana, katika njia zetu zote tukukiri wewe, kwa maana wewe Mungu ndiye ambaye mwenyewe utasimama na kuyanyosha mapito yetu Baba. Sawa sana neno hili Baba, tumelisikia neno lako Baba. Tumesikia habari zako ya kwamba Mungu unaweza kunyoosha mapito yetu Baba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nalituma ili neno katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Nalituma ili neno Mungu katika ardhi za watoto wako Bwana. Nalituma ili neno kwa kila mmoja Mungu ambaye Mungu umemkusudia neno hili Bwana. Baba, katika jina la Yesu, neno hili Mungu naliambatanisha na damu yako ya agano jipya Baba. Likaanguke sasa katika mioyo yao na nafsi zao na akili zao na maisha yao na nyumba zao Bwana. Likaanguke juu ya vizazi vyao na vizazi Bwana. Baba, neno hili Bwana, mfalme wa amani Baba, katika jina la Yesu Kristo, tufundishe Bwana, wafundishe watoto wako kukutumaini Bwana, kwa kuwa Mungu unaweza. Roho Mtakatifu lisimamie neno hili Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watazame wale waliokata tamaa Bwana. Kumbuka neno lako la Isaya 41 Mungu. Umesema Baba, tusiogope, tusifadhaike, kwa maana wewe ni Mungu wetu, utatushika kwa mkono wa kuume wa haki yako, ambaye ni Kristo mwenyewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo Baba, nakusihi washike watoto wako Bwana, wategemeze kwa upya Bwana. Wasamee Mungu walipoingiza kukata tamaa Bwana. Wasamee Mungu waliporudi nyuma na hata wakaenda kwa miungu mingine. Baba, wasamee waliporudi nyuma wakaenda kutafuta misaada kwa wanadamu. Mungu, warehemu watoto wako Bwana. Warehemu Mungu, warehemu mfalme wa amani. Wasamee Mungu walipoweka tumaini lao kwa wanadamu. Warehemu mfalme wa amani. Hiyo laana Mungu isipate kuwapata, kwa maana Mungu, ninajua neno lako umesema, amelaaniwa mtu yule anayemtumaini mwanadamu, lakini amebarikiwa yule anayemtumaini Mungu. Baba, nakusihi upate kuwa rehemu watoto wako Bwana. Uturehemu Mungu mahali ambapo tumeingiza tumaini letu kwa wanadamu kwa jinsi yote ile Baba. Ipo damu ya Yesu yenye kushughulika na makosa yetu. Sikia shetani, ipo damu ya Yesu. Haijalishi dhambi zetu ni nyekundu kiasi gani. Ipo damu ya mwana kondoo wa Mungu iliyomwagika kwa ajili yetu. Oh, asante Baba yangu wa mbinguni. Asante Yesu, kwa kuwa Bwana msamaha wako Mungu unapita na uponyaji. Kwenye msamaha kuna kukombolewa Bwana. Kwenye msamaha ndipo unashuka mfalme wa amani. Baba, katika jina la Yesu Kristo Baba, ninanyunyiza damu yako ya agano jipya kwenye nafsi zao na mioyo yao na roho zao watoto wako Bwana. Kila anayesikia sauti Baba, ninaichota damu yako ya agano jipya Mungu katika madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nanyunyiza Mungu kwenye malango yao yote ya maisha Bwana. Malango ya nafsi, malango ya ardhi, katika jina la Yesu Kristo, malango ya muda, katika jina la Yesu Kristo, kwenye akili zao Mungu Baba, katika jina la Yesu. Nikiteka wakuu wa giza ili wafalme wa anga, majeshi ya mapepo Baba, mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, Shetani, Lucifer na mawakala wako wote, majini yote, mapepo yote, maroho yote, elimu zote za mpinga Kristo, ninazifunga kwa mioyo ya damu ya Yesu. Ninaziseta kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaseta mwana simba na joka kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaunguza na kuteketeza falme na mamlaka za giza. Ninateka baharini, nchi kavu, ninateka kwenye anga, kwenye ardhi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ufalme wa giza na mamlaka za giza ninazifunga kwa mnyororo wa damu ya Yesu. Ninaziseta kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shetani, nakutangazia wewe ni mavumbi, wewe uko chini yetu katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu, huna mamlaka juu ya watoto wa Yesu. Msamaha wa Mungu umepita hapo na damu ya Yesu imepita. Achia malango yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa maana nanyunyiza damu ya Yesu Kristo agano jipya kwenye malango yao ya kizazi chao, malango ya ndoa, malango ya uchumi,
malango ya ardhi katika jina la Yesu. Lile kusudi la Mungu, lile Mungu alilolikusudia tangu kuwekwa misingi ya dunia, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo agano jipya juu ya kusudi la Mungu Baba kwa ajili ya ufalme wako Mungu Baba katika jina la Yesu. Sawa sana Ibrania 12:24 imeandikwa, na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyunyiza yenye kunena mema kuliko ile Abeli. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye hao malango. Inaongea damu yako Yesu, inanena mema, inanena Mungu juu ya maisha ya watoto wako Bwana. Katika jina la Yesu inanena Mungu juu ya nafsi zao na mioyo yao na roho zao Bwana. Inanena juu ya familia zao Bwana Yesu. Inanena mema juu ya watoto wao Bwana. Inanena mema juu ya waume zao na wake zao Baba. Inanena mema juu ya familia zao Baba. Katika jina la Yesu Kristo, kwenye miji na mitaa wanaoishi Bwana, ninaachilia damu ya Yesu Kristo agano jipya kwenye mataifa yao, mfalme wa amani. Asante Bwana Yesu. Baba Mungu, ninasema asante kwa maana Bwana ninajua roho wako ameingia kazini Bwana kutufundisha jinsi ya kukutumaini Bwana. Baba, Daudi alisema hata mioyo yetu inaposikia kuchoka Bwana, ni kwako Mungu tunakimbilia Baba, kwa maana Mungu hakuna aliyekukimbilia akapata haya Bwana akaibika. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako Bwana. Mungu, ninamuombea nguvu yule asiyekuwa na nguvu sawa sawa na neno lako Baba. Wewe ni Mungu wapao nguvu asiokuwa na nguvu Bwana. Baba, ukawasimamisha watoto wako Baba, wapate kulitendea neno hili kazi, mfalme wa amani. Wasiwe wasikiaji tu Bwana, wachukue hatua Bwana ya kukujia we Mungu na kukutumaini na kukutegemea wewe kwa akili zao zote Bwana, ili wakaone mapito yao Mungu yanyooka, mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Bwana Yesu, kama ulivyotenda kwa maelfu mamilioni kama milioni Bwana, hakika Mungu nakwenda kutenda hata kwa huyu anayenisikiliza, mfalme wa amani. Kwa kuwa Bwana Yesu neno lako li hai, umesema Mungu likishuka likurudi wewe bure Bwana. Baba, katika jina la Yesu washike kwa mkono wako wenye nguvu, mfalme wa amani. Asante Mungu kwa uaminifu wako Baba. Ninamwaga damu ya Yesu katika maisha yao, mfalme wa amani. Namwaga damu ya mwana kondoo wa Mungu ya agano jipya katika njia zao zote Bwana. Imeandikwa damu ya Yesu Kristo ya agano jipya ina uwezo wa kuondoa la kwanza na kusimamisha la pili. Maagano yote ya kwanza Bwana Yesu yanafutika sasa katika jina la Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu Kristo ya agano jipya kwenye mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, juu na chini, ya mama huyu, ya baba huyu, ya bibi huyu, ya mtoto huyu Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, ya kijana huyu na msichana huyu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na mwaga damu ya mwana kondoo wa Mungu Baba, damu yako ya agano jipya na imwaga katika maisha yao. Asante Bwana Yesu kwa kuwa Bwana inaondoa la kwanza sasa na kusimamisha la pili. Asante mfalme wa amani. Neema ya Mungu yatutosha katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kuwa umejibu. Asante Mungu kwa kuwa umewashika watoto wako. Asante Mungu kwa kuwa Bwana linaingia tumaini jipya ndani yao Bwana. Asante Mungu Baba, na fikra zao Baba ninaziteka katika jina la Yesu na kuziamuru zipate kumtii Kristo. Ninateka kila fikra katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaamuru zipate kumtii Kristo, na mawazo yote ninayatiisha kwa jina la Yesu Kristo apate kumtii Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa maana Bwana Yesu nimeona faida. Mungu, nimeona faida katika kukutumaini wewe Bwana. Neema yako Mungu ya kutosha. Ile neema Bwana Yesu iliyotukirimia ya msalaba Bwana, iwe juu yetu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Yesu. Ninawatamkia Bwana kufunguliwa kwao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamtamkia Bwana Yesu baraka zako Mungu katika jina la Yesu. Na kusudi ulilolikusudia Bwana, ambalo shetani anapingana nalo Mungu, katika jina la Yesu Kristo nanyunyiza damu ya Yesu katika kusudi hilo Mungu likapate kutimia kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Bwana Yesu kwa kuwa unaweza Bwana. Tunakutumaini Mungu kwa mioyo yetu yote. Hatuzitegemei akili zetu Baba. Katika njia zetu Mungu tunakukiri wewe. Hakika Mungu, kama ulivyoahidi, unakwenda kunyoosha mapito yetu sasa katika jina la Yesu, kwa maana wewe si mwanadamu hata useme muongo. Asante Mungu kwa ajili ya kila mmoja anayekwenda kulifanyia kazi neno hili Bwana, kwa maana lazima atauona mkono wako Mungu. Kwa maana umesema katika neno lako Mungu katika Yeremia 1:12, unaliangalia neno lako pate kulitimiza Bwana. Yupo Roho Mtakatifu anayelifuatilia hili neno Bwana, katika kila mmoja Mungu ambaye umekusudia kulisikia Bwana.
analifuatilia Mungu apate kulitimiza. Asante Mungu kwa kuwa umenyoosha mapito ya watoto wako. Vita ni vyako Bwana Mungu wa majeshi, kama ulivyosema Mungu katika Mambo ya Nyakati ya Pili 15 ya kwamba vita ni vyako Bwana Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, kila vita iliyojinua na jina litakaojinua juu ya watoto wako Mungu, kila vita iliyojinua na jina litakaojinua juu yetu Mungu Baba, ukasimame mwenyewe, mfalme wa amani, na kisasi ni juu yako Bwana. Wape watoto wako mioyo ya kusamehe Baba, wape watoto wako mioyo ya kunyenyekea Mungu, wape watoto wako wa kujua kwamba mkono wako sio mfupi hata usiweze kuwafikia, na wala sikio lako sio zito hata lisiweze kuwasikia. Wape neema hii Bwana, wapate kujua, mfalme wa amani, kwa maana neema hii ni kubwa sana Baba, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa uaminifu wako. Ninavunja visasi na najilipiza kisasi kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Roho zote za visasi hazina mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninalituma neno la Mungu lo moto na upanga juu ya kila roho iliyojinoa na ujinoa atakaojinoa. Imeandikwa Mungu wetu ni Mungu moto lao. Moto wa Mungu na upanga Roho Mtakatifu uwateketeze na kuwaunguza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu ndiye Bwana. Kisasi ni juu yako Bwana Mungu wa majeshi. Mungu umesema sisi ni mboni ya jicho lako Bwana. Anayetugusa sisi amegusa mboni ya jicho lako Baba. Nazitangazia mbingu na nchi ya kwamba anayewagusa watakatifu wa Bwana amegusa mboni ya jicho la Mungu. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako li hai Bwana. Asante Mungu kwa maana umesimama na sisi Baba. Na wafunika watoto wako kwa damu yako ya agano jipya. Mungu, tunafunika ibada hii kwa damu ya Yesu Kristo agano jipya. Asante kwa nafasi, mfalme wa amani. Tupe tena nafasi ya kusogea mbele zako Bwana, kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa ajili ya ufalme wako Mungu. Na ufungulia ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Uje hapa duniani kama uko mbinguni Baba. Ufalme wa Mungu na ufungulia katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, katika jina la Yesu Kristo. Nikifungua mimi na mbinguni wanafungua. Asante Mungu kwa uaminifu wako Bwana. Ufalme wa Mungu Baba uingie katika mioyo yetu Bwana, katika jina la Yesu, kwa maana Mungu ambaye anaishi ndani ya ufalme wako Baba anaanza kufaidi vya kwako kuanzia hapa duniani Bwana, na maisha baadaye Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Mungu yatosha. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kila mmoja aseme amen. 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 Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kwa mafundisho ya neno la Mungu nitazitaja hizi namba. Unaweza ukajiunga na sisi katika WhatsApp, kwenye magrupu ya WhatsApp ya Jesus is the way. +255 718 29 31 45. +255 718 29 31 45. Bwana Yesu asifiwe sana. Au +255 784 62 50 48. +255 784 62 50 48. Utakutana na viongozi, watakuonyesha utaratibu wa kujiunga upate masomo. Na pia napenda nikutie moyo na wewe mwenyewe usome neno la Mungu, kwa sababu Mungu anakuhitaji wewe binafsi. Yaani anahitaji ushirikiano wako yeye na wewe, bila kupitia mtu wa katikati, kwa sababu neema ya Mungu, msalaba wa Yesu umetuunganisha sisi na Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtafute Mungu, hakika utamuona. Mungu akubariki sana.